Mtu wa Mungu, sababu ya tatu ya kwa nini maombi yako hayajibiwi ni kuomba kwa tamaa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba Mungu ni baba ambaye anajali, lakini hata jibu maombi yanayotokana na ubinafsi au tamaa au kwa nia za kimwili ambazo zinataka tu kujitukuza badala ya kumtukuza Mungu. Hawezi kujibu. Hata wewe baba, ukishaona mtoto hahitaji kitu ni cha msingi, hauwezi kumpatia. Kama mtoto anaomba tu kwa tamaa zake ambazo hazina maana, kitu ambacho hakifai, huwezi kumpatia. Hivyo hivyo hata Baba wa mbinguni naye ana principle hizo pia. Ukiomba kwa tamaa zako mbaya, hawezi kupatia. Na anathibitisha hilo katika kitabu cha Yakobo sura 4 mstari wa 3 kwamba mnaomba wala hampati kwa sababu mnaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaomba gari ili watamishie vijana wenzako mtaani. Wanyoshe, wataka kazi nzuri kwenye sehemu fulani, kwenye kampuni fulani, kwenye taasisi fulani, ili wanyoshe wenzako. Mungu hawezi kukujibu, hawezi kukupa. Huo ni mfano tu, lakini inawezekana kuna maombi mengi ambayo unaomba si kwa lengo la kumtukuza Mungu bali kwa tamaa zako. Lakini waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 14 anasema kwamba na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukija kwake tukishika mapenzi yake atusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ili atusikie ni lazima tufanye nini? Tuende kwake kwa kuomba mapenzi yake, ndipo atatusikia na kutujibu maombi yetu. Kwa hiyo kama umekuwa ukiomba kwa kufuata tamaa zako, na unatamani kubadilisha aina ya maombi yako, uombe kwa mapenzi ya Mungu, ungana na mimi sasa kwenye maombi haya. Sema: Bwana Yesu, nisamehe kwa kila mara niliyoomba kwa tamaa zangu binafsi. Nijalie moyo wa kutafuta kwanza ufalme wako na haki yako. Maombi yangu yawe kulingana na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amen. Kiri kwa imani sasa, mtu wa Mungu, popote ulipo. Sema: siombi kwa tamaa bali kwa mapenzi ya Mungu. Yale ninayoyaomba ya kutukuze Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nina hakika maombi yangu yamejibiwa kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, umebarikiwa sana. Usiache kufuatilia sababu ya 4 ya kwa nini maombi yetu hayajibiwi.